Natamani tuzibariki familia zetu asubuhi hii ya leo. Tuombee wenzi wetu na watoto wetu, na tuwaombee kwa maneno ya Mungu. Yana nguvu ya kubariki, yanaweza yakawa urithi na ulinzi, yanaweza yakawa ni fensi ya kuwalinda wasianguke kwenye mtaro, kwenye shimo. Hayo maneno ya Mungu ambayo asubuhi ya leo tunatamani tuyaombe mbele za Mungu. Naomba uandike zaburi zifuatazo ambazo ndizo tutakazoenda nazo mbele za Mungu. Kwanza tutakuwa na Zaburi ya 23. Tutawaombea familia yetu. Hiyo ni zaburi ya utoaji wa Mungu, ya kwamba Mungu atakuwa mchungaji wao, hawatakuwa ombaomba, hawatahitaji kitu, kwa kuwa Mungu atakuwa mchungaji wao popote. Zaburi ya 23. Tutaomba tena kupitia Zaburi ya 133. Hii ni zaburi ya kuomba umoja ndani ya familia, mshikamano ndani ya familia, msamaha na kupendana ndani ya familia. Zaburi ya 133, mistari hiyo tutaiomba ni 3. Na kisha tutaomba zaburi ya ulinzi, Zaburi ya 91. Tutaomba kwa ajili ya familia zetu, na tutamalizia na Zaburi ya 128 ya kubariki miji yetu. Kwa hiyo kama mtu wa ubaoni anaweza kutuwekea ni sawa, lakini naona kama unahitaji ufungue Biblia yako ili tuweze kwenda hatua kwa hatua. Ni saa ya kubariki familia na kuiombea. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaanza na hii Zaburi ya 123, unaisoma kama maombi kwa uzao, kwa mume, kwa mke. Bwana ndiye mchungaji wako, hutapungukiwa na kitu. Hautaisema kama wewe unabariki mzazi wako, au unabariki watoto, au unabariki mlezi unayekaa kwake, lakini bariki watu wa mji wako. Kwa hii Zaburi ya 23. Tusimame watakatifu. Umetupa kama zawadi, familia uliotupa ni zawadi, ni zawadi, ni zawadi. Na kila unachokitoa ni chema, ni zawadi njema uliotupa, ni zawadi njema uliotupa. Familia ni zawadi njema uliotupa. Tunawabariki asubuhi ya leo, hawatapungukiwa katika jina la Yesu. Mzazi hatapungukiwa, mlezi hatapungukiwa, mume na mke na watoto hawatapungukiwa. Yesu ndiye mchungaji wao Bwana. Yesu ndiye mchungaji wa vizazi vyetu. Yesu ndiye mchungaji wao Bwana. Anawaongoza katika malisho ya majani mabichi, kando ya maji ya utulivu na waongoza. Hawatatembea nyikani, hawatatembea kwenye jangwa, hawatatembea bila mwelekeo. Unawaongoza. Wewe ni mchungaji, wewe ni mchungaji. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, unawaandalia meza mbele yao machoni pa watesi. Hawatahitaji chochote kilichochema, utawatajirisha kwa wema ili wakusifu na kukutumikia. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, wabariki katika jina la Yesu na utele, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hakika wema na fadhili, wema na fadhili ziwafuate katika jina la Yesu. Hakika wema na fadhili zimfuate, zimfuate. Kizazi cha kwanza ziwafuate, kizazi cha pili wema na fadhili ziwafuate, kizazi cha tatu wema na fadhili ziwafuate, kizazi cha 4 wema na fadhili ziwafuate katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hawatafuatwa na mabaya katika
katika jina la Yesu. Wema wako uwafuate, wema na fadhili ziwafuate. Mitego ikavunjike mbele yao, mitego ikaribiwe mbele yao katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hawataingia kwenye mitego ya yule mwovu. Yesu mwana wa Mungu, shujaa wa vita, ukageuze vita katika jina la Yesu, ukawafunike na kuwalinda. Wewe ndio mchungaji, wewe ndio mchungaji, wewe ndio mchungaji, wewe ndio mchungaji katika jina la Yesu. Naomba tuende Zaburi ya 133. Mahali hapa tunaomba umoja, moyo mmoja, mapatano, masamaha, ili Mungu apate kila roho ya mafarakano katika jina la Yesu. Kila kinachotutenga tunakiharibu, kila kinachotaka kutusukuma mbali, kila kinachotaka kututawanyisha tunakiharibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu, wewe ndio gundi ya kutukushikamanisha. Tushikamanishe pamoja kama familia, shikamanisha familia zetu Bwana. Umesema pamebarikiwa watu wanaokaa kwa umoja na kwa pamoja. Umeamuru baraka kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna matengano katika jina la Yesu. Unaziba kila ufa, unaziba kila mpasuko, unaponya mahusiano yaliyovunjika, unaleta pamoja. Maana wewe ni Mungu wa kukusanya, ni Mungu unayeleta pamoja, ni Mungu wa upatanisho katika jina la Yesu. Ponya mahusiano kwenye familia, mume na mke uwaponye, baba na mama uwaponye, watoto kwa watoto uwaponye katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Ponya familia, ponya mahusiano, kila kilichosimama katikati kikatoweke kama mlima ulioyeyushwa, kikayeyuke kama nta, kikayeyuke kama nta. Kila mlima uliotenganisha ndugu ukayeyuke kama nta, ukayeyushwe na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baraka zako zikajilie miji yetu Bwana katika jina la Yesu. Uzuri wako Bwana ukatufunike, uzuri wako Mungu ukatufunike. Let your beauty be upon us, O Lord. Uzuri wako uwe juu yetu, uzuri wako uwe kwenye nyumba zetu, uzuri wako tukusanye pamoja. Baba tunakushukuru, Yesu tunakushukuru, Yesu tunakushukuru. Asante, asante, asante kwa neema hii ya kuomba na kukuamini kwa ajili ya familia. Tunaenda kuomba kwa ajili ya ulinzi. Zaburi ya 91. Tunaombea familia zetu, kila mmoja popote alipo. Tunamwombea familia zetu Bwana, utawaokoa na mtego wa mwindaji katika jina la Yesu. Utawaokoa na tauni inayoharibu katika jina la Yesu. Utawafunika kwa manyoya ya mbawa zako katika jina la Yesu. Chini ya mbawa zako watapata kimbilio. Mungu, hawatatangatanga, lakini watakukimbilia wewe siku ya shida katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hata wangeingia kwenye vita, hata wakikutana na maadui, ijapo 1000 anguka upande huu na 10,000 upande huu, Mungu mtakatifu, hawataangamia, lakini watatazama mkono wa Bwana ukiwapigania katika jina la Yesu. Wapiganie kizazi chetu, pigania kizazi cha pili, pigania kizazi cha 3, pigania kizazi cha 4 hadi cha 1000 katika jina la Yesu, cha wale wakuchao katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, mabaya yasiwakute, waagizie malaika. Mungu wa mbinguni, tunakuomba katika jina la Yesu, hawatatumainia nguvu za giza, hawatategemea
hawatategemea wanadamu, hawatategemea fedha, hawatategemea cheo, hawatategemea umaarufu, lakini watakutegemea wewe Mfalme. Watakutumaini wewe, maana amebarikiwa mtu yule anayekutumaini. Na tunakuomba kizazi chetu kitakutumaini, 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 kitakutumaini katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Washibishe kwa siku nyingi, hawatakufa wakiwa vijana katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hawatakufa na kuacha watoto katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hawatakufa waache wake zao katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Hawatakufa waache waume zao katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Washibishe Bwana kwa wingi wa siku katika jina la Yesu. Washibishe kwa wingi wa siku, washibishe kwa uzima, washibishe kwa wema. Haleluya. Yesu, tunakuamini Bwana, tunakuamini Mungu unayesikia maombi, tena unajibu maombi katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Familia, tumalizie kwa kuwabariki. Tuikiri Zaburi ya 128 kama ilivyo. Tutaisoma kama ilivyo kwa ajili ya kila mmoja na familia. Yule anayekucha wewe, asante kwa baraka ambayo umetupa kwa kukuchagua Bwana Yesu. Umesema utatubarikia, taabu ya mikono haitakuwa bure katika jina la Yesu. Hakutakuwa na hasara, hakutakuwa na utapanyaji, hakutakuwa na kupoteza nguvu, hakutakuwa na kupoteza mali, hakutakuwa na kupoteza fursa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, ubariki mume, umbariki mke, wabariki watoto, wakawe kama miche ya mizeituni Bwana. Rabasekeri araboshe rabo. Watoto wetu kama miche ya mizeituni. Rabasekeri araba. Vijana wetu Bwana kama miche ya mizeituni, wakikulia neema, wakifanyika mashujaa wa imani, watu watakaoweza kusimamia nyumba zao watakapokuwa nazo Bwana. Tunawaombea vijana wa kiume katika jina la Yesu. Wasaidie vijana wa kiume wawe na msimamo Bwana katika maisha ya kiroho katika jina la Yesu. Bariki kazi za mikono yao katika jina la Yesu. Wape moyo wa kutafuta uso wako, wa kutafute wewe, wapate wake kutoka kwako wala sio kwa macho yao katika jina la Yesu. Wape akili za moyoni, wajue kupambanua macho ya mwili na ya rohoni. Mungu, wape kusikia sauti yako, kupata wake wacha Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hawatakuwa na mikono milegevu, utawajalia kuwa na kazi. Kila kijana tunamwombea, hata kuwepo asiyekuwa na jambo la kufanya, utambarikia akitoka, utambarikia akirudi, utambarikia